Halo, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu wote aliowaridhia. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu katika maisha yetu. Hivyo tuko katika kitabu cha Kutoka. Leo tuko sura ya 4 kuanzia mstari wa 10. Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani aliyemfanya mtu kuwa bubu au kiziwi au mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja nawe na kinywa chako. Basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalolinena. Akasema, Bwana, nakuomba tuma kwa mkono wake huyo utakayemtuma. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa. Akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake. Nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake, na kuwafundisha mtakayoyafanya. Naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa kwako, nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Nawe utatwaa fimbo hii mkononi mwako, na kwa hiyo utazifanya zile ishara. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, tunaangalia kuhusu ahadi za Mungu, na hapa tumeifikia ahadi nyingine kwa Musa. Tumeikuta ahadi nyingine Musa anaahidiwa, nayo ni hii: nitakuwa pamoja na kinywa chako, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakayosema. Ilikuwa wakati Musa ameitwa ili aende kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Musa alijitetea. Musa alianza kujitetea. Kwa kifupi, alitaka kusema mimi hapana, sinitume mimi siko tayari. Akaanza kujitetea akisema, mimi wala sio msemaji na ulimi wangu ni mzito. Tafiti wa mambo wanasema Musa alikuwaga na kigugumizi, kwa hiyo uwezo wake wa kuongea haukuwa mkubwa, alikuwa na kigugumizi. Kwa sababu ya kigugumizi chake, basi akawa anajitetea mbele za Mungu. Na katika kujitetea kwake akasema, mimi ulimi wangu ni mzito, tafadhali mimi sio msemaji. Hebu tuma mtu mwingine utakayeona vema kumtuma, mimi niache tu. Lakini Mungu akasema, hapana. Ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Nani aliyemfanya mwanadamu aweze kuona, aweze kuwa kipofu? Si ni mimi Bwana? Nani amfanyaye mwanadamu kuwa kiziwi au bubu? Si ni mimi Bwana? Tafadhali mimi nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakayosema. Kwa hiyo usiogope Musa. Musa hata hivyo alitaka kujitetea, baadaye akaambiwa, pamoja na hayo Haruni ndugu yako anakuja kukulaki. Kwa hiyo atakapokuja atafurahia kukuona. Kwanza hamjaonana miaka mingi, kwa hiyo atafurahi kukuona, na kwamba yeye atakuwa kinywa chako. Atakuwa wewe ukisema naye na yeye anasema na watu. Atakuwa kama, angalia jambo alilomwambia, naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa kwako, nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Hili ni jambo la ajabu, kwamba anamfanya kuwa kinywa kwako na anamfanya kuwa msemaji wako, lakini kikubwa anamwambia wewe utakuwa kama Mungu kwake.
wewe utakuwa kama Mungu kwake. Kwa hiyo hili ni jambo la ajabu. Kitu muhimu hapa, mpendwa mtazamaji wangu, ni namna Musa alivyokuwa akijitetea na Mungu akasema naye. Kafika mahali Mungu anasema akajisikia hasira kwa sababu alianza naye mbali, lakini bado anajitetea. Mungu akakasirika, akasema hata hivyo mbona ndugu yako anakuja? Ndugu yangu mpendwa, sijui kwa upande wako, je, uko tayari kumtumikia Mungu wakati wote, au na sababu, au unajitetea kama Musa? Mimi nakwambia usitake kujitetea, ili mradi Mungu amekutuma kutumika kwenye nafasi unayetumika, tumika kwa moyo. Usijaribu kutafuta kisingizio, kwa sababu kila kisingizio kina jibu lake kwa Mungu. Mungu anamwambia Musa, yuko Haruni ndugu yako, usiogope. Yeye atakuwa msemaji wako kwa watu, na wewe utakuwa kama Mungu kwake. Kwa hiyo jambo muhimu ni hili, kwamba Musa atakuwa kama Mungu kwa Haruni ndugu yake. Maana yake Musa anapandishwa cheo, anafika vyeo vya juu kabisa. Anamwambia utakuwa kama Mungu, kwamba utakuwa ukimwagiza tu na yeye anafanya, utakuwa ukimwagiza anafanya, kwa sababu wewe utakuwa kama Mungu. Kwa hiyo Musa aliinuliwa sana. Musa ameinuliwa kiwango cha juu, amefananishwa na Mungu, kwamba atafanana na Mungu kwa ndugu yake. Nakwambia ndugu yangu, ukimtumikia Mungu, wewe unakuwa Mungu mahali pa hao unaowatumikia. Ukimtumikia Mungu kwa uaminifu, Mungu anakufanya kama Mungu kwa hao watu. Mungu amewainua watumishi wake kwa kiwango cha ajabu sana, wamefanywa kama Mungu. Maana yake ni kwamba mtumishi wa Mungu anamwakilisha Mungu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu ni kama Mungu mahali alipo. Mahali ulipo wewe ni mtumishi wa Mungu, ni Mungu kwa watu wale. Wewe ni Mungu kwa watu wale. Kwa hiyo usijidharau, usijitetee, siweke sababu, siweke visingizio. Tumika kwa uaminifu mbele za Mungu. Mungu ameahidi kuwa pamoja na kinywa chako. Kwa hiyo kila utakachosema watu watakitii, maana ni kinywa cha Mungu kimesema. Kinywa chako, angalia maneno unayosema, angalia mambo unayoongea na watu. Uwe mwangalifu sana. Kinywa chako kinafananishwa na kinywa cha Mungu. Kinywa chako kimewekwa maneno ya Mungu. Hakipasi kusema maneno yasiyo ya Mungu, hakipasi kusema maneno ya kidunia, lakini kinapaswa kusema maneno ya Mungu kwa watu wapate kubarikiwa. Barikiwe sana, na tukutane kwenye wakati unaokuja wa kipindi kingine. Bila shaka umesikia ninachosema. Usiogope, Mungu yu pamoja nawe. Wewe tumika tu bila kujali wapi ulipo, nafasi gani unayo. Wewe ni Mungu katika nafasi hiyo kwa ajili ya watu. Mungu akubariki kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.